Ndugu mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi wilaya ya Mpanda na mwenyekiti wa kata hii kakaangu kipenzi kabisa Luhamba na meza kuu Mapinduzi, hao wananchi waendelee kufanya biashara mpaka pale eneo hili litakapopatia ufumbuzi ni nini kitakachojengwa eneo hili hapa. Kwa hiyo hao wananchi mpaka saizi wako huru wanafanya biashara zao eneo hili. Hizi juhudi zote ni za mimi ninayeongea mbele yenu wananchi wa eneo hili. Lakini sio hilo tu. Hao wananchi, kuna mtu amekuja amejinadi hapa kwamba atahakikisha soko hili linabaki. Wananchi, kwani hili ni soko? Kama hawezi kujua kama hili ni soko au ni genge, huyo ni mtu sahihi wa kumpa kula? Kamwambie kajitafakari, soko liko kule, hili ni genge kama yalivyo magenge mengine. Wananchi tutapiga biashara na mapesa tutaweka mifukoni na tutasonga mbele. CCM oye! Niwahakikisheni wananchi, mwenyekiti, kuna kipande hiki hapa kilikuwa kinawasumbua mama zetu. Walikuwa hawawezi kupanda bajaji. Alivyonikabidhi tu mzee wangu Bakari Kapona, nilivyopita kwenye kula za maoni, mimi nilitoka hapa nikaenda kwa meneja wa TARURA nikamweleza kwamba kama ni mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi wa kata ya Semurwa, tunaomba kile kieneo ukakisawazishe ndani ya wiki moja kiwe kimesawazishwa. Wananchi, lile eneo linawasumbua tena? Unataka nifanye nini? Hayo ni mfano tu, ni mengi nimeyafanya na nina uhakika ilani hii niliyoishika ya Chama cha Mapinduzi, chama dume chenye uhakika na chenye sifa zote, ninaenda kusimama kuhakikisha mnapata haki zote za msingi. Nimesema barabara lazima tuhakikishe mnapata, lakini ilani hii inanieleza kwamba kuna vituo 5 ambavyo vinatakiwa vijengwe ndani ya mkoa wa Katavi. Lakini kuna zahanati 11 zinatakiwa zijengwe ndani ya mkoa wa Katavi. Ni wajibu wangu kusimama kuhakikisha zahanati moja inakuja kwenye eneo ama kata yetu ya Semurwa, ikiwepo eneo hili la Kwalakwacha ama Kilimani. Eneo hili tunajua changamoto. Naitwa Alex Ngereza Mwazela, ni mgombea wa nafasi ya udiwani wa kata hii kupitia Chama cha Mapinduzi kinaitwa CCM. Ndugu zangu, niko mbele yenu kama mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi wilaya ya Mpanda alivyoeleza. Sifa zangu zimeelezwa na wengi, sina haja ya kujitambulisha sifa zangu, lakini niwaeleze tu, nimekuja na ilani ya Chama cha Mapinduzi yenye kurasa 77. Ilani hii imebeba matumaini ya wananchi wa kata yetu ya Semurwa na jimbo la Mpanda. Ilani hii inatutaka mimi Haidari Hamedi Sumli na Mama Samia Suluhu Hassan tuhakikishe kwa miaka 5 yale yaliyoandikwa humu yanatekelezeka kwenu wananchi, na tupo tayari kuhakikisha huduma zote zilizoainishwa kwenye ilani hii zinaenda kutekelezwa. Moja, ilani hii inajieleza ndani ya miaka 5 ijayo inanitaka kama diwani wa kata hii, na inanieleza kwamba kuna kiwango cha barabara, kiwango cha changalawe kilomita 120 zinatakiwa zijengwe ndani ya manispaa ya Mpanda, na pia kuna kilomita 15 za kiwango cha lami zinatakiwa zijengwe ndani ya manispaa ya Mpanda. Ndugu zangu wanasemurwa, kilomita hizi zote mwenye wajibu wa kuhakikisha kilomita 5 hadi 10 zinakuja ndani ya kata ya Semurwa ni mimi niliyesimama mbele yenu, na niko tayari kuhakikisha vitu vyote hivi nasimama kidete. Barabara zinajengwa, mitaro inajengwa kupitia ilani ya Chama cha Mapinduzi kama ilivyoainishwa. Semurwa oye! Ndugu zangu, ilani hii pia inanitaka na inanieleza ndani ya miaka 5 nisimame kuhakikisha shule ya sekondari ya Liamba, uzio wa sekondari unajengwa. Lakini pia ilani hii inanitaka nihakikishe uzio wa sekondari ya Tulieni unajengwa. Vyote vipo ndani ya ilani hii. Lakini ilani hii inanitaka ndani ya miaka 5 kuhakikisha makundi ya vijana, makundi ya kina mama na makundi ya wazee, bila kuwasahau watu wenye ulemavu, wanapata mikopo stahiki kama Chama cha Mapinduzi kinavyoelekeza kwenye ilani hii. Nihakikishe hawa watu wote wanapata mikopo kama serikali ilivyotenga fedha kwa ajili ya wananchi hawa. CCM oye! Ndugu zangu,
Mimi ni kijana wenu, mnanifahamu vizuri, nimefanya mengi, sina muda wa kuyaeleza. Ninaweza kuyaeleza Mheshimiwa Mwenyekiti kwamba eneo hili tukiwa mimi nikiwa mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi kata hii, lakini pia nikiwa na mtangulizi wangu mzee wangu Bakari Kapona, hao wananchi waliokuwa wanaofanya biashara hapa jioni kama genge walishataka kuwafukuza mara mbili. Mara ya mwisho alikuja ndugu yangu anaitwa Lichi. Ili uwe wa kwanza kupata taarifa zetu, usisahau kusubscribe, kulike na kushare.